Ukipewa shilingi bilioni 3.58 utafanyia nini? Ungejenga hospitali? Ungejenga shule? Ungewekeza kwenye maji? Au ungejenga flyover? Leo serikali ya Kenya imeamua kuwekeza kiasi hicho katika flyover moja tu jijini Nairobi. Lakini mjadala mkubwa si kiasi cha fedha kilichotumika. Mjadala ni kama flyover hii itaondoa msongamano wa magari ambao kwa miaka mingi umekuwa ukigharimu Nairobi muda, mafuta, biashara na mabilioni ya shilingi katika uzalishaji unaopotea. Kwa nini eneo hili lilichaguliwa? Kwa nini mradi huu umepewa uzito mkubwa na serikali? Na je, hii ndiyo suluhisho ambalo wakazi wa Nairobi wamekuwa wakilisubiri kwa miaka mingi? Katika dakika chache zijazo, Moto TV Kenya itakuletea zaidi ya habari. Tutakuletea uchambuzi wa kina kuhusu mradi huu, maana yake kwa uchumi wa Kenya na athari zake kwa maisha ya kila siku ya mwananchi. Karibu Moto TV Kenya, jina langu Ogaro Brian Osoro. Moto TV Kenya ni kituo cha kweli kwa habari, makala na burudani Afrika Mashariki. Kama unapenda uchambuzi wa kina unaokupa picha kamili ya habari, bonyeza subscribe, like video hii, washa notification na ushiriki video hii ili watu wengi zaidi wapate habari zinazojengwa juu ya ukweli na uchambuzi. Twende kazi. Rais William Ruto wiki hii amezindua flyover ya Ngong Road, Naivasha Road, mradi wa miundombinu uliotekelezwa na Kenya Urban Roads Authority KURA kwa gharama ya takriban shilingi bilioni 3.58. Sasa madereva wameanza kutumia flyover hiyo ambayo imejengwa kupunguza msongamano wa magari katika mojawapo wa makutano yenye shughuli nyingi zaidi jijini Nairobi. Kwa mujibu wa KURA, mradi huu umetumia mfumo wa grade separation unaotenganisha mtiririko wa magari ili kupunguza kucheleweshana katika makutano na kufanya usafiri kuwa wa haraka na wenye ufanisi zaidi. Hata hivyo, uzinduzi huu umezua maswali kadhaa. Je, flyover moja inaweza kubadilisha mfumo wa usafiri wa Nairobi? Kwa nini Ngong Road? Ngong Road si barabara ya kawaida. Ni moja ya njia muhimu zinazounganisha katikati ya jiji na maeneo ya Kilimani, Adams Arcade, Dagoretti, Karen, Ngong, Kikuyu na maeneo mengine yanayokuwa kwa kasi. Kila siku maelfu ya magari ya binafsi, matatu, mabasi, malori na magari ya biashara hupita katika eneo hili. Kwa miaka mingi, makutano ya Ngong Road na Naivasha Road yamekuwa yakikabiliwa na msongamano mkubwa wa magari, hasa wakati wa asubuhi na jioni. Hali hiyo imekuwa ikisababisha safari kuchukua muda mrefu, kuongeza matumizi ya mafuta na kupunguza ufanisi wa shughuli za kiuchumi. Ndio maana serikali ikaamua kuwekeza katika eneo hili. Huenda watu wengi wakaiona flyover kama daraja la kawaida, lakini katika taaluma ya usafiri, flyover ama daraja la juu ni suluhisho la kihandisi linalotenganisha mtiririko wa magari. Badala ya magari yote kukutana sehemu moja, baadhi hupita juu, wengine hubaki chini. Hivyo magari yanaendelea kusonga bila kusubiri kwa muda mrefu. Faida yake si kwa madereva pekee. Biashara zinafanyika kwa haraka, huduma za dharura zinafika kwa wakati na uchumi unapata ufanisi zaidi. Ndiyo maana mataifa mengi duniani yanaendelea kuwekeza katika miradi ya aina hii. Katika uzinduzi huo, Rais William Ruto alisema serikali itaendelea kuwekeza katika miundombinu ya kisasa ili kukuza uchumi na kuboresha maisha ya wananchi. Alisema barabara bora zinafungua fursa za biashara, kuvutia uwekezaji na kurahisisha usafirishaji wa bidhaa na huduma. Kwa mujibu wa rais, maendeleo ya taifa hayawezi kutenganishwa na uwekezaji katika miundombinu bora. Je, msongamano wa magari unaigharimu Kenya kiasi gani? Mtazamaji, msongamano wa magari sio usumbufu tu, ni hasara ya uchumi. Kila dakika ambayo dereva anatumia bila kusonga ni mafuta yanayoteketea, ni muda wa uzalishaji unaopotea, ni gharama zinazoongezeka kwa biashara. Na unapojumlisha maelfu ya magari yanayotumia barabara hii kila siku, hasara hiyo huwa kubwa sana kwa uchumi wa taifa. Ndiyo maana nchi nyingi duniani huwekeza mabilioni ya fedha
katika kuboresha usafiri wa mijini. Je, flyover hii itatatua changamoto? Jibu ni inaweza kupunguza kwa kiwango kikubwa msongamano wa magari katika eneo hili, lakini haiwezi peke yake kumaliza changamoto ya usafiri wa Nairobi, kwa sababu jiji linaendelea kukua, idadi ya magari inaongezeka, mahitaji ya usafiri yanaongezeka. Hivyo pamoja na flyover hii, kutahitajika uwekezaji zaidi katika usafiri wa umma, barabara mpya na mipango bora ya miji. Mtazamaji, flyover si hadithi ya zege na nondo, ni hadithi ya jinsi taifa linavyoamua kutatua changamoto zake. Lakini maendeleo ya kweli hayapimwi kwa ukubwa wa mradi, yanapimwa kwa maisha ya mwananchi. Je, muda wa safari utapungua? Je, gharama za usafiri zitashuka? Biashara zitafaidika? Wananchi watahisi kwamba fedha zao zimetumika kwa mradi unaoleta maendeleo? Hayo ndiyo maswali ambayo yataamua mafanikio ya flyover hii. Flyover ya Ngong Road sasa imefunguliwa rasmi, lakini uzinduzi si mwisho wa hadithi, ni mwanzo wa kipimo. Katika wiki na miezi ijayo, wananchi ndio watatoa hukumu ya mwisho kupitia uzoefu wao wa kila siku. Je, msongamano wa magari utapungua? Safari zitakuwa fupi? Uchumi wa eneo hili utafaidika? Moto TV Kenya itaendelea kufuatilia maendeleo hayo na kukuletea uchambuzi wenye kina na muktadha. Na sasa tungependa kusikia kutoka kwako. Je, unaamini flyover ya Ngong Road ni suluhisho la kudumu kwa msongamano wa magari, au Nairobi bado inahitaji mageuzi makubwa zaidi katika mfumo wa usafiri? Tuandikie maoni yako hapo chini, na iwapo hujasubscribe, fanya hima, bonyeza like, share, turn on notifications ili usikose habari moto za sasa pindi tunapo posti. Jina langu Ogara Brian Usoro, na hii ni Moto TV Kenya, kituo cha kweli kwa habari, makala na burudani Afrika Mashariki. Asante kwa kutazama, hadi wakati mwingine.